Aliyenipa hiyo siri ni rafiki wa kiume, jamani, niliona aibu. Nasema sisi tukikutana na wanawake tunawaangaliaga miguu. Mwanamke alenga, tunamwangalia miguuni kavaa nini, na je miguu anasugua kucha kakata za miguu. Hapo ndo tutadetermine kwamba msichana ni msafi au mchafu. Sasa wakati tunapiga hiyo story wakapita wasichana 4 wote miguuni michafu. Wameng'aa hati. Bana nywele kibano vizuri sana. Lakini miguu ni hasara. Miguu michafu, viatu vichafu vina vumbi. Visigino vijasuguliwa. Lakini mtu anasema mimi najipenda, najikubali, najithamini. Thamani yako ni hiyo. Wanaangalia miguu bwana. Tunaangalia miguu. Wanaangalia miguu. Yani hata kama unafanya usafi piga leki kote, lakini miguuni zingatia sana. Na hapo unapoteza maksi nyingi sana. Pointi 3 unazikosa. Vitu vingine ni vitu vidogo sana. Kama unashindwa kushika miguu yako saa ya kuoga, huwezi kushika sehemu nyingine. Na watu wanajua. Wanaume wengi sana wanalalamikia wanawake wachafu. Zamani unajua sisi tulikuwa tunajua wanaume ndio wachafu Sisi sasa hivi wanawake ndio tunaongoza kwa uchafu. Ukutana na mwanamke yani ni kama hajui bafu. Unamuuliza wewe vipi, mbona upende usafi? Sina muda. Au mtu anafuga kucha lakini kucha zake ni chafu. Au anaamua kuweka yale makucha lakini hayana muonekano mzuri. Paka kila rangi, rainbow, swi nini. Na huwa kwenye kucha pia unazingatia sana hizo mikono wanaume akiwa amenani hivyo unaangalia. Yani kucha yenye uchafu inamshusha mtu. Inatoa tena tafsiri nyingine kuhusu mtu. Ni kama mimi nikutana na mwanaume amefuga kucha hichi kidole kidogo na ile dole gumba alafu chafu. Siwezi yani hata akiniambia saizi ni usiku lazima nitoke nje ni hakiki. Sababu yani kuna mushkeli sana kwenye mambo yako unayoyafanya. Si rahisi kukuamini. Sasa watu wengine wanaona hivi ni vitu vya kawaida, ni vitu vidogo. Sio vitu vidogo. Sio vitu vidogo. Inasemekana kuna watu ni wasafi nje lakini ndani pia ni shida. Yani kwamba anakuwa anatoka tu, lakini kwa bahati mbaya ukapata fursa ya kufika kwake, unaweza ukashangaa huyu ndio yule ambaye tunamuona ni mnadhifu kweli kweli nje. Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the Hall of Positive Vibes.